Alex, mimi kuna vitu ambavyo nimevinotice ambavyo vimenifanya nitamani tuzungumze kuhusiana hiki ambacho kimetukia hapa. Moja, umemsikia sifa ambazo amepewa kwa maana Dennis Nkane. Mcheshi, anapenda chakula, anapenda pia games, kwa maana ya kucheza games. Unaweza ukaziona hizo sifa. Huyu ni mchezaji wa kizawa lakini ukienda mbali hapo nafikiri Faridi Musa naye amepewa ile ni sifa ambayo amepewa yeye ni kuzungumza, amepewa hiyo. Lakini ukienda kwenye upande wa wachezaji wa kimataifa, hard working, kujituma, umeambiwa ni Maxim Pia Nzengeli, sijui unaelewa. Discipline Maxim Pia Nzengeli, lakini pia uongozi akatajwa Pacome, kwa maana kwamba anapokuwa ndani ya kiwanja namna ambavyo anazungumza kuwahimiza wenzake na vitu vingine kama hivyo, ana sifa ya uongozi. Lakini pia akatajwa nafikiri kwenye nadhani uwezo wa kukuta mpira nini, akatajwa pia Pacome kwa namna nyingine. Sasa hii ilinifikirisha baada ya kuwa nimeisikiliza. Yaani kuna picha ambayo tunaipata kutoka kwa wachezaji wazawa, alafu kuna picha ambayo tunaiona kwa professional players ambao wanakuja kushiriki kwenye ligi yetu, hususan kutoka kwenye klabu ya soka ya Young Africans. Hem, tuzungumze kutokana hapa hizi personalities ambazo zimezungumzwa. Kabla sijakuuliza, kwanza wewe kwako kitu gani ambacho kimeclick baada ya kusikia kuhusiana hii? Wachezaji wa Kitanzania wanafanya utani kwenye uwanja wa mazoezi, lakini pia kwenye timu ambazo zinawasajili wanaonekana hawako serious. Ndio maana unaona kwenye challenge kama hizi ambazo wanafanya Yanga, hauoni sehemu ambayo mchezaji wa Kitanzania anatajwa kama mfano wa kuigwa kwenye timu. Ila anatajwa kama mfano mbaya kwenye yani zile issue minors. Of course kuwa charming sio kitu kibaya, kuchekesha, kufurahisha sio kitu kibaya. Sasa hapo naomba nieleweke, sijamaliza vizuri. Yani wanatajwa kwenye vitu ambavyo mimi naviona ni vibaya, kwa sababu sio vitu ambavyo vinajenga ule msingi wa mchezaji yake. Ukisikiza wachezaji wengi wa Yanga wanakuambia mtu ambaye anapenda sana michezo ni Dennis Nkane, ambaye hukumbuki mara ya mwisho unamuona anacheza kwenye klabu ya Young Africans Lindi kwenye kikosi cha kwanza. Mtu ambaye anapenda kucheza game ni Dennis Nkane. Hukumbuki mara ya mwisho kucheza kwenye klabu ya Yanga ilikuwa Lindi. Sasa hivyo ni vitu vichache ambavyo vimetajwa. Lakini ukiangalia vile vitu basics ambavyo vinambeba sana mchezaji, vimebeba sana wachezaji wa kimataifa. Discipline, ametaja Maxim Nzengeli. Naam. Uwezo wa kukokota mpira, ametajwa Pacome Zouzoua. Uongozi ndani ya uwanja, ametajwa Pacome Zouzoua. Max ametajwa tena kwenye kitu gani hiki? Kujituma, hard working, ametajwa pia pale. Huyu anayetaja hawa watu ni mchezaji wa Young Africans ambaye anaishi